Kwa majina naitwa Eva Alex Kachime, ni afisa kilimo wa kata ya Mnacho iliyopo katika halmashauri ya wilaya ya Ruangwa. Tuliupokea mradi wa RIPAT kutoka ngazi ya halmashauri ya wilaya ya Ruangwa. Tulishirikishwa na kuelekezwa kwamba tumepokea mradi ambao tunatakiwa tufanye mikutano ya vijiji kwa ajili ya kutambulisha mradi pamoja na kuchagua vikundi. Taarifa zilifika ofisi ya kata. Ofisi ya kata ikaratibu ni kwa namna gani mikutano itafanyika, na tukafanya mikutano kwenye kijiji cha Chimbila B. Siku ya mkutano mradi ulitambulishwa na tulichagua wana kikundi. Tulipata vikundi viwili ambavyo vinaendelea kushiriki kwenye kazi za mradi wa RIPAT. Lakini kabla ya kazi hazijaanza, mradi ulitambulishwa kwenye kamati ya maendeleo ya kata, yani ODC. Na baada ya hapo ndo kazi za mradi ziliendelea. Baada ya vikundi kupatikana, tulianza na zoezi la kutafuta shamba. Kila kikundi kilipata shamba, kikaenda kupimiwa ukubwa wa shamba, na tukaanza process za uchimbaji wa mashimo kwa ajili ya kilimo cha teknolojia ya migomba. Kuna mabadiliko ambayo tumeweza kuyaona. Kabla ya mradi, wakulima wetu walikuwa hawajapata uelewa ni kwa namna gani wangeweza kupata mavuno bora. Lakini kutokana na huu mradi, baada ya kuja, kwanza umekuwa ukitoa mafunzo ya mara kwa mara kwa wakulima katika nyanja mbalimbali. Kwa mfano kwenye kapu la uchaguzi, teknolojia ya migomba, kwenye mbegu 9, tumejifunza namna ya ufugaji bora wa kuku wa kisasa. Lakini pia tunaweza tukasema kwamba kilimo, yani uzalishaji tija umeongezeka kutokana na wakulima wamepata mafunzo. Kama mkulima alikuwa anazalisha huko nyuma ni gunia 2 kwa ekari moja au gunia 1 wastani huko kwetu ambavyo wanazalisha, lakini kwa sasa hivi ina maana kutumia kilimo hifadhi na teknolojia ya mbegu 9, wakulima wanaweza kuzalisha zaidi ya gunia 9 kwa ekari moja. Lakini pia tunaenda kuona kwamba kipato ndani ya kaya kinaongezeka. Baadhi ya kaya zinafuga kuku wa kisasa wa chotara ambao tumeletewa, na baadhi ya wanakikundi wao sasa wameamua kufanya kama ni biashara, wanaagiza kuku wao, wanafuga, wanauza. Lakini pia teknolojia hizi za migomba ndio zimekuwa zikitumika sana, kwa sababu hapo awali sisi huko tulikuwa hatuna migomba hii tuloletewa na mradi wa RIPAT. Sisi tulikuwa na migomba yetu ya kizamani ambayo tulikuwa tunaiotesha tu. Tulikuwa tunafanya kama mpaka. Yaani tulikuwa atulimi kama ndo zao. Tunaotesha tu kule mpakani kwa ajili ya kutenganisha kati ya shamba na shamba. Lakini sasa hivi tumepata teknolojia, watu wanazalisha ndizi. Kwa hiyo kipato cha familia kinaongezeka. Lakini pia kwa upande wa kuku walioboreshwa, tumeweza kuwafundisha wanakikundi wetu namna ya kuchanja kuku, chanjo zote, lakini pia namna ya kutengeneza chakula cha mifugo. Lakini pia wanakikundi yani wana uwezo wa kupokea vifaranga vya siku moja na wakavilea mpaka siku 45 au miezi 2. Kwa hiyo hii inawaongezea kipato kwenye familia, kwenye kaya zao, kwa sababu tulizoea kufuga wale kuku wa kienyeji ambao ni wadogo, ambao unaweza ukamtunza ndani ya mwaka mmoja, hata ukimuuza ni chini ya shilingi 10,000. Sasa kuku walioboreshwa unawatunza ndani ya miezi yako 2 au siku 40 ngapi, 45. Wakishamaliza chanjo unawauza kwa shilingi 10,000. Kwa hiyo kipato kinakuwa kinafanyaje? Kinaongezeka. Kwa hiyo wanakikundi wetu wamejifunza vitu vingi sana kwenye uzalishaji wa, tuseme kwenye ishu ya ufugaji wa kuku walioboreshwa. Lakini pia kipato kinaongezeka kupitia mayai. Wanafuga kuku kwa ajili ya kuongeza lishe kwenye familia. Kuku wa kitaga, lishe inapatikana ndani ya familia. Lakini pia tumejifunza kwa upande wa kuku hao walioboreshwa, kwa sababu kabla ya mradi jamii ilikuwa inafuga kuku wa kienyeji ambao walikuwa wanachukua muda mrefu sana kukua, au na utagaji wake pia wanataga mayai kwa kiasi kidogo. Lakini baada ya kuletewa kuku walioboreshwa, wanakikundi wameweza kujifunza namna ya kupambana na magonjwa, wameweza kufundishwa namna ya kufanya chanjo, kuwapatia chanjo kuku wao. Kwenye ngazi ya familia
wameweza kujiongezea kipato kutokana na mayai ambayo wanayakusanya kupitia kuku wao walioboreshwa. Jambo jingine ambalo katika mradi huu wa Lipat limeleta mafanikio makubwa katika jamii yetu ni kwenye upande wa hisa. Kabla ya hapo mradi kuwapo, vikundi vilikuwa vinapata shida sana ni kwa namna gani wangeweza kupata mikopo. Kwa sababu mikopo ya halmashauri ilikuwa ni yenye masharti makubwa. Kwa mfano kwamba mikopo inayotoka kula halmashauri ni ile 10% ambayo inaenda kwa kina mama pamoja na vijana. Kwa hiyo unakuta kuna rika ambalo hawawezi wao kupata mkopo ngazi ya halmashauri. Kwa hiyo mradi ulipofika uliwafundisha vikundi namna ya kuweka hisa na namna ya kuweza kukopeshana. Kwa hiyo vikundi sasa hivi vina uwezo wa kuweka hisa zao na wakaweza kukopeshana, na wanakopeshana kwa kiasi kikubwa ambacho mtu anaweza akaenda akafanyia jambo lake. Na watu wamenufaika kupitia hisa. Wanakopa, wanaenda kununua mashamba, wanaenda kujenga nyumba. Hata mimi pia nilishiriki kwenye hisa na nikapata fedha ndio nikaweza kununua shamba. Kwa kuongezea pia kwa upande wa hisa, wakati mradi unaanza kuhamasisha upande wa wanakikundi kuanza kuwekeza kwenye hisa, jamii iliona kama vile haiwezi. Waliona kama kipato chao ni cha chini. Lakini baadaye viongozi wetu wa Lipat waliendelea kutuhamasisha, na baadaye vikundi vilielewa vikaanza kuwekeza hisa. Na hii imeleta msukumo mkubwa. Baada ya kuelewa maana ya hisa, wanakikundi sasa wanapambana kwa kila hali ili mradi kila wiki mtu apate hela ya kwenda kuwekeza. Kwa hiyo kila mwanakikundi anajikuta kwamba anajitahidi kufanya kazi kwa bidii ili apate chochote kitu kwa ajili ya kwenda kuwekeza kwenye hisa. Kama anafuga kuku wa mayai, basi ataenda kuuza mayai, ataenda kununua hisa. Kama amelima mboga, atauza mboga ili apate hela kwa ajili ya kwenda kununua hisa. Sasa imefika wakati vikundi vimewekeza pesa nyingi za kutosha. Kwa mfano kama kikundi ambacho kipo Chimbila B, kikundi cha Tunaweza, kimeweza kufikisha pesa milioni 17 ambazo wameshawekeza hadi sasa. Kwa hiyo wana uwezo wa kukopeshana na wakafanya vitu vyao wenyewe kwenye kikundi chao. Vile vile mradi umeweza kutuletea nguruwe walioboreshwa. Tulipokea nguruwe kwenye vikundi vyote viwili ambavyo ni vile vikundi vya mwanzo. Wanakikundi wameweza kunufaika na nguruwe hao walioboreshwa kwa sababu baada ya nguruwe kuzaa, ina maana wanakikundi waliweza kuuza wale nguruwe, wale ambao ni madume, waliweza kuwauza na wakaendelea kufanya shughuli zingine za kwenye mradi au shughuli zao binafsi. Lakini pia wale ambao ni majike wameendelea kuzalisha na hadi sasa hivi vikundi vina nguruwe wa kutosha ambao tumeshaanza kuwapeleka kwenye vikundi vingine vya Lipat kusambaa awamu ya kwanza. Vile vile mradi wa Lipat umeweza kunirahisishia kazi zangu mimi kama afisa ugani. Kwa mfano hapo awali nilikuwa na uwezo wa kuwafikia wakulima 20 mpaka 30 kwa wiki. Lakini baada ya mradi wa Lipat kufika, baada ya kutengeneza vikundi ambapo tuna vikundi 6 kwenye hii kata ya Mnacho, venye wastani wa wakulima 25 kila kikundi, kufanya jumla ya wanakikundi 150 ambao naweza kuwafikia kwa wiki. Hivyo kufanya kwamba hii kazi ya ugani ni rahisi kwa sababu unawafikia watu wengi kwa wakati mmoja. Kwenye mfumo wa Lipat, kila mwanakikundi anatakiwa wafundishe wakulima 3 nje ya wanakikundi. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba wale wanakikundi 150 wameweza kuwafundisha wenzao 3, ambapo tuna idadi ya wakulima kwenye kata mzima ambao wamefikiwa na mradi wa Lipat ni wakulima 450. Lakini pia mradi wa Lipat unafanya kazi pia na wakulima vichocheo. Hao wakulima vichocheo mimi wananisaidia katika kazi hizi za ugani. Tunaenda kwenye vikundi vile vya Lipat kusambaa awamu ya kwanza na ya pili kwa ajili ya kufundisha. Kwa hiyo imekuwa ni msaada mkubwa sana kwao. Tunaungana nao vizuri, wanatusaidia kazi za ugani, wanaenda kufundisha vikundi. Upekee wa mfumo wa mradi wa Lipat na mifumo mingine ya ugani ni kwamba mfumo wa Lipat ni mfumo shirikishi moja kwa moja kwa mkulima. Kwamba mfumo wa Lipat unatumia mashamba darasa ambapo mkulima anaona kupitia teknolojia zile ambazo zinafundishwa. Lakini pia wanakikundi wana uwezo au mkulima ana uwezo
wa kufanya kwenye shamba darasa, lakini ile teknolojia aliyofundishwa kwenye shamba darasa akaenda akaifanya yeye kama yeye kwenye eneo lake au kwenye shamba lake. Pia mfumo wa ripati unamjenga mkulima au mwanakikundi kufanya kazi kwa bidii na sio kutegemea tu misaada. Yaani unawajenga kufanya kazi ili wajipatie kipato. Na sio kila wakati kutegemea tu ufadhili. Kwa hiyo unakuta wanakikundi wale wanapambana kufanya kazi kwa bidii ili waweze kujiongezea kipato. Pia mfumo wa ripati kwa kutumia mashamba darasa, ina maana mimi kama afisa ugani nina uwezo wa kuwafikia wakulima wengi kupitia wakulima vichocheo, kufundisha kwenye mashamba darasa, lakini pia wao wakaipeleka ile knowledge kwa wakulima wengi zaidi. Ina maana una uwezo wa kuwafikia wakulima wote 450 kupitia wakulima vichocheo, na ile elimu ikawa imewafikia wao moja kwa moja.